Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Januari 22 siku ya Alhamisi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari kubwa zopewa kipaumbele. Linaanza na habari inayosema ujumbe wa Lissu kusoma mazishi ya Mtei. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe, linasema ujumbe wa Lissu kusoma mazishi ya Mtei. Lakini kapinga kuboresha miundombinu ya shule Mbinga. Kapinga kuboresha miundombinu za shule Mbinga. Lakini bado kuna habari inayosema matukio ya utekaji yakomeshwe 2026. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini bado kuna habari inayosema ajali za barabarani za changia ongezeko la wagonjwa wa kinywa na meno. Ongezeko ajali za barabarani za changia ongezeko wagonjwa wa kinywa na meno. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Ipate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini CCM yataka wajibikaji miradi ya maendeleo. CCM yataka wajibikaji miradi ya maendeleo, lakini ashikiliwa tuhuma za kumuua mwanaye. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Mtu mmoja ashikiliwa kwa tuhuma za kumuua mwanaye, lakini amuua mwenzake kimlaghai kumuuzia madini. Amuua mwenzake kumlaghai akimuuzia madini. Ladisi Nkasi asisitiza usahihi matumizi ya nyaraka usimamizi wa maafa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Ipate nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiachana na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lenye gazeti la Mwananchi lina habari kubwa zopewa kipaumbele. Linaanza na habari inayosema thamani ya siku 34,160 za Mtei kwa uchumi wa Tanzania. Lakini mikopo kwenye simu mkombozi. Mikopo kwenye simu ni mkombozi. Na CRDB yatanua wigo, yazindua tawi jipya Dubai. Lakini kuna habari inayosema maadhimisho miaka 33. Maadhimisho miaka 33, wamepikwa Chadema wanatumika serikalini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini uzazi wa mpango mbioni kuwa fao bima ya afya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye lina habari inayosema mifumo ya kidigiti kurahisisha ibada ya hija. Lakini mahakama yataifisha skania kesi ya milioni 126 za TRA. Na bima ya afya kwa wote ya IVA. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo, nasema bima ya afya kwa wote ya IVA. Lakini serikali yajivunia gharama za umeme kutopanda. Na Samia aisifu CRDB diplomasia ya uchumi. Lakini kuna habari inayosema Tanzania na Marekani kushirikiana madini ya kimkakati. Hilo ni gazeti lako la Habari Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiachana gazeti lako la Habari Leo, tuangazie kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo lenye lina habari inayosema ofisi ya waziri mkuu na TIA wasaini hati ya makubaliano kushirikiana. Lakini CCM ya mjia juu Joseph Butiku kuhusu Chadema kuzuiwa kufanya siasa. Na naibu waziri aipongeza TADB kwa kuwafikia wakulima wa ufugaji. Lakini kuna gazeti lako la Mtanzania Leo kuna habari inayosema wastaafu wanachama PSSF waeleza namna wanavyopata mafao ya haraka. Hilo ni gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Zanzibar Leo lina habari inayosema Dr. Pembe ahimiza kasi ya ujenzi wa ofisi ya shirika la magazeti. Lakini diaspora wana mchango mkubwa wa kiuchumi. Huyo ni Dr. Mkuya asema diaspora wana mchango mkubwa kiuchumi. Diaspora wana mchango mkubwa kiuchumi. Azindua mfumo
usajili wa Zanzibari wanaoishi nje. Lakini Kitwana ataka nidhamu kwa wapiganaji chuo cha mafunzo. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Raia Mzalendo lenye ukurasa mbele kuna habari inasema benki ya TADB yang'ara maonesho ya kifedha. Lakini serikali yaipongeza PSSF matumizi bora ya tehama. Lakini kuna habari inasema ofisi ya waziri mkuu na TIA wasaini hati ya makubaliano kushirikiana. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti lako Raia Mzalendo, tuangazie gazeti lako la Majira lenye inaanza na habari inayosema CRDB Dubai kufanikisha mitaji ya kimataifa Afrika Mashariki na Kati. Lakini serikali gharama za umeme hazijapanda. Serikali wasema gharama za umeme hazijapanda, na TADB yatoa bilioni 49 kwa wakulima wafugaji kaskazini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Uhuru lenye ukurasa wa mbele lina habari inayosema CCM haihusiki kuizuia Chadema. Huyo kiongozi asema CCM haihusiki kuizuia Chadema. Lakini wasomi wafichua siri mapato ndani kupaa. Wasomi wafichua siri mapato ndani kupaa. Uwekezaji wa bilioni 25 sekta ya afya mjadala. Hiyo ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Uhuru. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru lenye linaandika TADB yatoa bilioni 49 kwa wakulima wafugaji kanda ya kaskazini. Lakini serikali yatoa CBE yataka CBE Kilimanjaro kuzalisha wataalamu sekta ya utalii. Na tukiachana gazeti lako la Mwananchi Huru, tuangazie kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge asubuhi ya leo. Lina habari inasema umeme kutopanda miaka 10. Umeme kutopanda miaka 10. Tanzania na Marekani kuendelea kushirikiana sekta ya madini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la Wamachinga, tuangazie kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza lenye na habari inayosema Tanzania ina hazina ya madini ya Kinywe. Tanzania ina hazina ya madini ya Kinywe. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, linaandika habari inayosema Dr. Mwigulu aongoza kikao kazi cha mawaziri uwekezaji wa taifa. Lakini mfumo mpya utoaji haki watambulishwa. Ndejembi gharama za umeme hazipandi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini gazeti lako la Uelekeo lenye habari inayosema CCM hatuhusiki na Chadema kufungiwa. Lakini Tanzania yapake uchumi Afrika WB wasema. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Uelekeo, tuangazie kwenye gazeti lako la Tanzania Leo lenye inaandika bunge la simama hoja ya Samia. Bunge la simama hoja ya Samia. Lakini Tanzania na Marekani kuimarisha ushirikiano sekta ya madini. Na Chama cha Mapinduzi CCM wamjibu mzee Butiku zuio la Chadema kufanya siasa. Lakini gharama za umeme hazijapanda miaka 10. Huyo ni Ndejembi asema. Lakini kudai haki yako hakukupi ruhusa ya kuharibu mali. Hilo ni gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Huko gazeti lako la Tanzania Leo linaandika kikosi kipana champa jeuri Pedro. Kikosi kipana champa jeuri Pedro. Lakini Chama atoa ahadi Simba na Wydad ya mpiga bei Aziziki. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo. Lakini gazeti lako la Habari Leo kwenye michezo linaandika Chama kuikabili Esperance de Tunisia. Lakini Mtibwa Sugar gali limewaka. Lakini Barnaba Classic yataki mazoea 2026. Yanga ya kamili iko kamili kiifuata Al Ahli. Hilo ni gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Huko gazeti lako la Uelekeo lenyewe kwenye kurasa za michezo linaandika Yanga yatua kibabe Misri. Da City yatoa fursa kwa wachezaji wazawa. Mayele namba 10 bora imerejea Simba. Namba 10 bora imerejea Simba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za michezo. Huko gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa
linaandika Aziz Ki ajiunga na itifaki ya Libya, lakini Mayele ampongeza Chama kurudi Simba. Wakubwa waliobomoa Singida Black Stars, wakubwa waibomoa Singida Black Stars. Yanga yatua Misri kuifuata Al Ahli. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mchezo. Gazeti lako la Taifa Tanzania inaandika Aziz Ki aondoka Wydad, ajiunga na Al Ittihad ya Libya, lakini kocha Yanga akochwa na kiwango cha wachezaji wake. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini gazeti lako la Wamachinga lenye linaandika Mtibwa Sugar ikanda Mbeya City goli 2-1, lakini Djigui Diarra usajili bora Yanga, Ahwa amalizana na Waarabu, Aziz Ki atua itifaki ya Libya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Uhuru linaandika makocha Yanga Simba wazitambia Al Ahly na Esperance de Tunisia, lakini Pawasa Mtemi wazipa mchongo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Majira linaandika Simba Yanga kwa pipa kuwafuata wapinzani KCL, lakini wachezaji Senegal kulamba milioni 339 na kiwanja. Hilo ni gazeti lako la Majira. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti kwenye michezo linaandika surprise Simba, mastaa kibao kufyekwa, kocha mmoja atemwa. Surprise Simba, mastaa kibao kufyekwa. Lakini Pedro Goncalves kuna mambo mawili. Pedro asema kuna mambo mawili, andika mikakati ya kuivaa Al Ahli. Lakini kijiwe cha Salimu, majina ya ajabu katika soka. Hilo ni gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pate nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwanaspoti, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Kwenye michezo linaanza na habari kubwa inayosema jukwaa la sauti za busara kukuza usawa wa kijinsia. Jukwaa la sauti za busara kukuza usawa wa kijinsia. Lakini kuna habari bado inayosema Sadio Mane Pape Thiaw na ni shujaa wa Senegal. Hilo ni gazeti lako la Nipashe nasema Sadio Mane na Pape Thiaw na ni shujaa wa Senegal. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pate nakala yako kwa habari kwa kinam. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio natufusomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.